Katika historia ya Afrika kumekuwa na vipindi vya mizozo ya kisiasa na mapinduzi yaliyopelekea vifo vya viongozi wa juu kabisa. Rais akiwa ndiye kiongozi mkuu wa taifa mara nyingi hujikuta katikati ya migogoro hii. Katika video leo tutaona baadhi ya marais wa Afrika ambao waliuawa kikatili kipindi wako madarakani. Kiongozi wa kwanza katika orodha hii ni Patrice Lumumba wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 1961. Patrice Lumumba alikuwa ni waziri mkuu wa kwanza wa Kongo huru, maarufu kwa msimamo wake mkali dhidi ya ukoloni wa Ubelgiji. Kutokana na siasa zake za kupinga unyonyaji wa rasilimali za taifa, aliwakasirisha viongozi wa nchi za magharibi. Mnamo Januari 17 mwaka 1961, Lumumba aliuawa kikatili na wanajeshi waasi kwa msaada wa Ubelgiji na Marekani. Namba 2 ni Thomas Sankara wa Burkina Faso mwaka 1987. Thomas Sankara aliyefahamika kama Che Guevara wa Afrika aliongoza Burkina Faso kwa sera za mageuzi ya kijamii na kiuchumi. Licha ya mafanikio yake, alikabiliwa na upinzani kutoka ndani ya serikali yake. Mnamo Oktoba 15 mwaka 1987, Sankara aliuawa katika mapinduzi yaliyopangwa na mshirika wake wa karibu, Blaise Compaoré, ambaye baadaye alichukua madaraka. Namba 3 ni Samuel Doe wa Liberia mwaka 1990. Samuel Doe alipata madaraka mwaka 1980 baada ya kumpindua kwa kumuua Rais William Tolbert. Utawala wa Samuel Doe ulitawaliwa na ukatili na mgawanyiko wa kikabila. Mwaka 1990, Doe alikamatwa na wapinzani wake wa kijeshi na kuuawa kikatili, huku tukio hilo likirekodiwa na kuonekana na ulimwengu. Namba 4 ni Muammar Gaddafi wa Libya mwaka 2011. Gaddafi alitawala Libya kwa zaidi ya miaka 40, akijulikana kwa udikteta wake na upinzani dhidi ya mataifa magharibi. Mnamo mwaka 2011, baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, Gaddafi alikamatwa na wapinzani wake na kuuawa kikatili. Namba 5 katika orodha hii ni Laurent Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2001. Laurent Kabila alimuondoa Mobutu Sese Seko madarakani mwaka 1997. Hata hivyo, aliuawa Januari 16 mwaka 2001 na mmoja wa walinzi wake, kifo ambacho kilizua maswali mengi kuhusu wahusika halisi nyuma ya tukio hilo. Asante sana kwa kunisikiliza. Tafadhali subscribe katika channel yetu kwa kubonyeza. Katika historia ya Afrika kumekuwa na vipindi vya mizozo ya kisiasa na mapinduzi yaliyopelekea vifo vya viongozi wa juu kabisa. Rais akiwa ndiye kiongozi mkuu wa taifa mara nyingi hujikuta katikati ya migogoro hii. Katika video leo tutaona baadhi ya marais wa Afrika ambao waliuawa kikatili kipindi wako madarakani. Kiongozi wa kwanza katika orodha hii ni Patrice Lumumba wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 1961. Patrice Lumumba alikuwa ni waziri mkuu wa kwanza wa Kongo huru, maarufu kwa msimamo wake mkali dhidi ya ukoloni wa Ubelgiji. Kutokana na siasa zake za kupinga unyonyaji wa rasilimali za taifa, aliwakasirisha viongozi wa nchi za magharibi. Mnamo Januari 17 mwaka 1961, Lumumba aliuawa kikatili na wanajeshi waasi kwa msaada wa Ubelgiji na Marekani. Namba 2 ni Thomas Sankara wa Burkina Faso mwaka 1987. Thomas Sankara aliyefahamika kama Che Guevara wa Afrika aliongoza Burkina Faso kwa sera za mageuzi ya kijamii na kiuchumi. Licha ya mafanikio yake, alikabiliwa na upinzani kutoka ndani ya serikali yake. Mnamo Oktoba 15 mwaka 1987, Sankara aliuawa katika mapinduzi yaliyopangwa na mshirika wake wa karibu, Blaise Compaoré, ambaye baadaye alichukua madaraka. Namba 3 ni Samuel Doe wa Liberia mwaka 1990. Samuel Doe alipata madaraka mwaka 1980 baada ya kumpindua kwa kumuua Rais William Tolbert. Utawala wa Samuel Doe ulitawaliwa na ukatili na mgawanyiko wa kikabila. Mwaka 1990, Doe alikamatwa na wapinzani wake wa kijeshi na kuuawa kikatili, huku tukio hilo likirekodiwa na kuonekana na ulimwengu. Namba 4 ni Muammar Gaddafi wa Libya mwaka 2011. Gaddafi alitawala Libya
kwa zaidi ya miaka 40, akijulikana kwa udikteta wake na upinzani dhidi ya mataifa magharibi. Mnamo mwaka 2011, baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, Gaddafi alikamatwa na wapinzani wake na kuuawa kikatili. Namba 5 katika orodha hii ni Laurent Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2001. Laurent Kabila alimuondoa Mobutu Sese Seko madarakani mwaka 1997. Hata hivyo, aliuawa Januari 16 mwaka 2001 na mmoja wa walinzi wake, kifo ambacho kilizua maswali mengi kuhusu wahusika halisi nyuma ya tukio hilo. Asante sana kwa kunisikiliza. Tafadhali subscribe katika channel yetu kwa kubonyeza. Katika historia ya Afrika kumekuwa na vipindi vya mizozo ya kisiasa na mapinduzi yaliyopelekea vifo vya viongozi wa juu kabisa. Rais akiwa ndiye kiongozi mkuu wa taifa mara nyingi hujikuta katikati ya migogoro hii. Katika video leo tutaona baadhi ya marais wa Afrika ambao waliuawa kikatili kipindi wako madarakani. Kiongozi wa kwanza katika orodha hii ni Patrice Lumumba wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 1961. Patrice Lumumba alikuwa ni waziri mkuu wa kwanza wa Kongo huru, maarufu kwa msimamo wake mkali dhidi ya ukoloni wa Ubelgiji. Kutokana na siasa zake za kupinga unyonyaji wa rasilimali za taifa, aliwakasirisha viongozi wa nchi za magharibi. Mnamo Januari 17 mwaka 1961, Lumumba aliuawa kikatili na wanajeshi waasi kwa msaada wa Ubelgiji na Marekani. Namba 2 ni Thomas Sankara wa Burkina Faso mwaka 1987. Thomas Sankara aliyefahamika kama Che Guevara wa Afrika aliongoza Burkina Faso kwa sera za mageuzi ya kijamii na kiuchumi. Licha ya mafanikio yake, alikabiliwa na upinzani kutoka ndani ya serikali yake. Mnamo Oktoba 15 mwaka 1987, Sankara aliuawa katika mapinduzi yaliyopangwa na mshirika wake wa karibu, Blaise Compaoré, ambaye baadaye alichukua madaraka. Namba 3 ni Samuel Doe wa Liberia mwaka 1990. Samuel Doe alipata madaraka mwaka 1980 baada ya kumpindua kwa kumuua Rais William Tolbert. Utawala wa Samuel Doe ulitawaliwa na ukatili na mgawanyiko wa kikabila. Mwaka 1990, Doe alikamatwa na wapinzani wake wa kijeshi na kuuawa kikatili, huku tukio hilo likirekodiwa na kuonekana na ulimwengu. Namba 4 ni Muammar Gaddafi wa Libya mwaka 2011. Gaddafi alitawala Libya kwa zaidi ya miaka 40, akijulikana kwa udikteta wake na upinzani dhidi ya mataifa magharibi. Mnamo mwaka 2011, baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, Gaddafi alikamatwa na wapinzani wake na kuuawa kikatili. Namba 5 katika orodha hii ni Laurent Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2001. Laurent Kabila alimuondoa Mobutu Sese Seko madarakani mwaka 1997. Hata hivyo, aliuawa Januari 16 mwaka 2001 na mmoja wa walinzi wake, kifo ambacho kilizua maswali mengi kuhusu wahusika halisi nyuma ya tukio hilo. Asante sana kwa kunisikiliza. Tafadhali subscribe katika channel yetu kwa kubonyeza. Katika historia ya Afrika kumekuwa na vipindi vya mizozo ya kisiasa na mapinduzi yaliyopelekea vifo vya viongozi wa juu kabisa. Rais akiwa ndiye kiongozi mkuu wa taifa mara nyingi hujikuta katikati ya migogoro hii. Katika video leo tutaona baadhi ya marais wa Afrika ambao waliuawa kikatili kipindi wako madarakani. Kiongozi wa kwanza katika orodha hii ni Patrice Lumumba wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 1961. Patrice Lumumba